Ndugu zangu waumini, baba mwadhama, maaskofu wakuu na maaskofu wachungaji wote, ndugu mapadri, watawa wawekwa wakfu, ndugu zangu waumini wa kanisa la Mungu. Somo letu limetoka kwa barua ya kwanza ya Mtakatifu Petro na lasema hivi: bali nini ni kizazi kiteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu walio mali ya Mungu, mpate kutangaza matendo makuu ya yule aliyewaita mtoke gizani na kuingia mwanga wake wa ajabu. Barua ya kwanza ya Mtakatifu Petro sura ya 2 aya ya 9 mpaka ya 10. Petro alikuwa anawaandikia ndugu zangu, watu waliokuwa matesoni, walikuwa wamehangaika na kupoteza matumaini. Sasa wanapokea maneno ya kimatumaini kwamba wamechaguliwa, sio kwa sababu ya utakatifu wao, sio kwa sababu ya uaminifu wao na uadilifu wao, ila kwa sababu ya upendo wake Mungu aliyekuwa ameahidi wazazi wake na mababu wao wa zamani. Tutapata hili katika kitabu cha Kumbukumbu ya Torati sura ya 7 na kuendelea mpaka sura ya 10. Kama ilivyosemwa katika barua ya kwanza ya Petro mtume sura ya 2 aya ya 9, na katika maandiko mengine ya Agano Jipya Warumi 9 na Matendo ya Mitume 13:48, kwamba uchaguzi wa Mungu kwa watumishi wake ni kutoka kwa watu, na hawa hupokea neema sio kwa utakatifu wao, ila kwa ukuu wa upendo wake Mungu mwenyewe. Upendo huu wa Mungu hutufanya kutambua tusivyostahili na kujinyenyekesha kusudi tuweze kuwapatia wale wenzetu matumaini zaidi. Mwashamu Baba Askofu Stefano Lameck Msomba, Mungu amekuteua uwe mchungaji mkuu wa misioni hii mpya ya Bagamoyo, lakini kongwe kwa historia yake. Kanisa unalokabidhiwa leo, ndugu yangu Mwashamu Askofu Msomba, katika yale yote yaliyofanyika, hili ni lango la imani Tanganyika yetu na Afrika Mashariki. Historia yake inaeleza yote. Maana ya Bagamoyo tutailisoma. Agano la Kale na Agano Jipya latuambia kwamba sadaka ya Mungu kwa watu wake na upendo wa Mungu kwa watu wake haituchagui sisi kwa sababu ya utakatifu wetu, ila inataka kutumia madhaifu yetu, nguvu zetu, hekima yetu na yote tuliyokuwa naye tuwaamshe wengi waliokata tamaa. Baba Askofu Msomba, wewe ni mjenga daraja la matumaini kwa Bagamoyo yetu. Wewe kama mrithi wa mitume una madaraka ya kufundisha, kutawala, kuongoza, kutakasa na kuonya kwa upendo wote. Unaitwa kutangaza matendo makuu ya yule aliyekuita, yaani Mungu mwenyewe. Kama kiungo cha umoja unaitwa kuwa rafiki wa wote. Kama alama ya matumaini utakuwa Kristo mwingine katika maadhimisho ya kutakatifuza. Utaitwa pia kutangaza na kueneza kanisa kwa mazingira rafiki na yasiyo rafiki. Wewe ni rafiki wa wote, ni mjenga daraja la amani kwa dini zote na madhehebu yote. Kwa kuunganika na kanisa zima la ulimwengu, utaongoza kanisa lako mahalia la Bagamoyo kama sehemu ya kanisa la ulimwengu. Wajibu wa kwanza, Baba Msomba, ni ustawi wa kiroho wa wale wanaoishi katika jimbo lako la Bagamoyo. Hivyo ni pamoja na
Hubiri Injili si kwa waongovu, lakini pia hata kwa wale ambao wasioamini, na hasa wengi utawapata katika teritori yako hii ya Bagamoyo. Wana dini tofauti, wanaamini tofauti, wanafanya vitu tofauti. Watakuhitaji sana uwe kiungo na daraja la kuwaunganisha wote kwa Mungu. Katika masuala ya kila siku ya maisha, askofu, utaongoza kundi lako kwa kuwasaidia wote, kuwasaidia hasa wale waliokata tamaa, sio ya kiroho tu, hata waliokata tamaa kwa yale yanayohifadhi mwili na maendeleo yao. Utakuwa pia na unaitwa pia uwe mbunifu pamoja nao, utafute njia pamoja nao kuinua kile utakachosoma katika historia yetu Zanzibar. Maana ya Bagamoyo ni nini? Utawaweka makuhani na majiakoni kukusaidia katika kuhubiri Injili na kuadhimisha sakramenti zinazotoa neema, kama ilivyo sakramenti ya Ekaristi, kituo na kiini cha maisha ya kanisa. Unaaswa sana Baba Askofu Msomba kuwakumbusha kila wakati wasaidizi wako, yaani mapadri, kuheshimu na kuadhimisha Ekaristi takatifu na sakramenti nyingine zinazotoa neema kwa ibada ya kinifu, kwa ibada ya utakatifu. Wewe ni msimamizi wa yote hayo, na hasa katika usasa wetu wa kila kinachoonekana ni kizuri, kila kinachoandikwa ni kizuri. Unapashwa uwe mwangalifu kwa hayo na kunyoosha yale ambayo hayaendani na mafundisho ya kanisa, ili sote tuwe pamoja. Kanisa mahalia ni sehemu ya kanisa la ulimwengu. Mwashamu Baba Askofu Msomba, kitu unachokabidhiwa leo ni kubeba historia ya kanisa la Afrika Mashariki na kwingineko. Bagamoyo maana yake ni kubwaga moyo. Wale waliofika Bagamoyo miaka ya 18, 60, wengi hawakuweza kurudi walikotoka. Walifariki kwa sababu ya Injili iliyowaleta, lakini hawakukata tamaa. Ifika mahali likasinzia, lakini historia inafufuliwa kwa matukio ya zamani. Usisahau yale ya zamani. Historia hii ya Bagamoyo na Ukristo wake ni nzuri mno, inayobeba kanisa hilo ambalo ni mama ya makanisa yote Tanganyika hii na kando kando ya Afrika Mashariki. Nakumbuka ndugu yangu Baba Askofu Msomba, mwaka 1983 Padre Johannes Henschel CSSP, mwanashirika wa Roho Mtakatifu, kwenye centenary ya miaka 100 ya Ukristo, aliandika kitabu Alles began in Bagamoyo, yote yameanzia Bagamoyo. Alieleza haya baada ya kuja na kuangalia Bagamoyo miaka 90. Akaona ndugu zake wale waliofia hapa na kuzikwa huku makaburi yao. Akasoma historia yao, akaona hali ya kanisa katika Bagamoyo hii, ikamsikitisha lakini ikampa matumaini. Mwaka 1992 Mungu asiacha watu wake akamleta Mwafrika wa kwanza katika kanisa hili la Bagamoyo. Mwafrika huu wa kwanza akawa ndio mwanzilishi wa pili wa Bagamoyo, yaani yule Father Etienne Bawa aliyeleta wale wa misionari kutoka Zanzibar. Aliwamwaga hapa, wakajaribu, wakaindilisha, na walitoka Zanzibar. Baada ya kusota na kueneza Injili, haikuzaa matunda. Akasema tujaribu ng'ambo nyingine ambayo tayari kuna nyika tayari kubwa. Iliendelea kwa muda wote huo mpaka 1990. Wale wa misionari nao kwa umri wakaondoka, kanisa likazinzia. Unavyoona kuna magofu ambayo yanahitajika kufufuliwa.
Mungu akaleta vijana, akaleta kijana shupavu ambaye nikiacha kumtaja hapa nitakuwa nimefanya dhambi ya omission. Alimlete padri mmoja, Father Valentine Bayo. Huyu ni mwanashirika la Roho Mtakatifu. Nakumbuka mimi ndiye nilimtuma hapa kama provincial wakati huo Afrika Mashariki. Ndiye aliyefanya matokeo yote haya na maajabu yote unayaona Baba Msomba. Sio nampigia kampeni, hapana. Hawezi kuchukua cheo chochote kwako. Ana shughuli nyingi mno. Yeye kwa moyo wa wale waanzilishi, akitembea katika miguu ya wale waliofia hapa, akisoma historia ya wale waliozikwa hapa, ilimwamsha akasema, nami kwa nini nisijitoe hivyo? Hakika akajitoa. Bagamoyo unayoona leo Baba Msomba imaamshwa na wachache waliojitoa hivyo. Wenzake wamemfuata na utakuwa nao wengi. Wakaamsha tena kile kilichokuwa kimeanzishwa kwa uhuru wa watumwa. Huyu Yohanes Ensheli nilimtaja aliandika kitabu cha Ales Begani Bagamoyo kama nilivyosema mwaka 1983, akielezea maana wa Bagamoyo: kubwaga moyo, kupoteza matumaini, kuacha kila kitu. Kifika Bagamoyo hutarudi tena, ndio maana yake. Lakini kwa sasa Bagamoyo inatamanika kwa sababu Mungu amefufua watu wake, akawapa urithi mwema na hekima njema, wakafufua tena Bagamoyo hii. Waasisi wa misheni hii ya pili, baada ya wale waliokuja mwaka 1863, wanaomba na wanaombi historia hii ihifadhiwe kama inavyohitaji, ihifadhiwe, iwe ni urithi wa kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Wanaomba ihifadhiwe kwa sababu kanisa lazima lisimame kwenye historia yake. Historia ya kanisa unalorithi na unalokabidhiwa leo Baba Msomba inabeba historia ya wamisionari wa kwanza waliofariki kwa ushuhuda wa Injili ya Kristo. Inatufundisha bila mateso, bila mahangaiko na kujikatalia, hakuna kanisa la msalaba. Wengi wamejitahidi, wameleta tena matumaini Bagamoyo, lakini bado yanahitajika na inahitaji nguvu zako sasa, hasa wewe ukiwa umechaguliwa kuwa kiongozi mkuu wa utume wa imani, utume wa mazungumzano, utume wa maendeleo kwa wote ambao walikuwa wamekata tamaa. Kristo aliteswa, akafa, akafufuka, na baada ya siku 3 akafufuka, maana ya ushindi na maisha mapya. Naomba Baba Msomba, na tunakuombea uwe kweli wewe ni alama ya maisha mapya ya kanisa hili la Bagamoyo unalokabidhiwa leo, na tunakuombea neema ya Mungu ulilete liwe hai zaidi na la matumaini zaidi. Asante.